mstari wa 3, sura ya 3 mstari wa 3 mpaka wa 8. Yesu akajibu akamwambia, amin amin nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Amina. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amin amin nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Amina. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Nistaajabu kwa kuwa nilikuambia hauna budi kuzaliwa mara ya pili. Upepo huvuma uendako na sauti yake waisikia, lakini hujui utokako wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Amina. Basi soma saizi waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 9 peke yake. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 9. Anasema, kisha wako watatu washuhudiao duniani, roho na maji na damu, na watatu hawa hupatana kwa habari moja. Hupatana kwa habari moja. Tukipokea ushuhuda wa mwanadamu, ushuhuda wa Mungu ni mkuu zaidi. Kwa maana ushuhuda wa Mungu ndio huu, kwamba amemshuhudia mwanaye. Amina. Bwana Yesu abariki. Basi tufungue 19 tena Yohana Injili hapo. Sura ya 19 mstari wa 34. Yohana 19 mstari wa 34. Anasema, lakini askari mmojawapo alimchoma ubavu kwa mkuki, na mara ikatoka damu na maji. Amina. Soma na mstari wa 30. Mstari wa 30. Kwenye Yohana 19:30. Hapo hapo. Anasema, basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki alisema, imekwisha. Akainama kichwa akaisalimu roho yake. Bwana abariki. Amen. Basi tukae. Siku ya leo tuko tunaendeleza mahubiri yetu, lakini tuko kwenye kipengele cha mchakato. Tunaelezea mchakato wa kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili ni mchakato. Ni siri. Kwa nini tunaelezea mchakato wa kuzaliwa mara ya pili? Kwa sababu hapo Yesu alimwambia Nikodemo kwenye Yohana sura ya 3 mstari wa 3, anasema mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Bwana Yesu abariki sana. Kwenye Sunday School ya Jumapili tulijifunza kwamba nabii alisema kwamba kuuona manake ni kuuelewa. Bwana Yesu abariki sana. Tumekuwa na mtazamo tofauti waaminio. Kuna wengine ukisema kuelewa, maana yake kuelewa, anasema hawezi kuelewa neno la Mungu. Neno la Mungu huwezi kulielewa. Mwingine anasema ni kuelewa. Sasa nukuu zote hizi ndugu zetu yetu Branham amezisema. Hata yeye aaminie na kubatizwa ataokoka. Kuna sehemu nabii amesema ni yeye aelewaye. Bwana Yesu abariki sana. Sasa hichi kitu tunachoita ufunuo ni kuelewa. Ila utofauti ambao uko hapo kati ya kusema kwamba nabii anaposema huwezi kuelewa neno la Mungu upo hivi. Nitatoa mfano wa vile ambavyo Petro Yesu alipokuwa na wahubiri watu. Alikuwa na wahubiri watu 5,000 kwenye sura ya 6 kitabu cha Yohana. Watu 5,000 aliwahubiri, wakala mikate, kesho yake wakajazana watu hivi wakawa wanamfuata Yesu. Lakini Yesu kwa sababu anajua mioyo ya watu akasema, najua mnanitafuta si kwa sababu ya neno la Mungu, ni kwa sababu ya mikate ya jana. Jana mlikula mikate mkashiba, sasa mnakuja kwa sababu ya mikate. Sasa Bwana Yesu akasema, msitendee kazi chakula kinachoharibika. Kitendeeni kazi chakula kisichoharibika. Chakula hicho kisichoharibika ni mwili wangu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu ana uzima wa milele. Sasa Yesu akabadilisha Injili akasema inabidi wamle yeye. Wakaondoka watu. Maana pale alihubiri wakabaki 70. Akaongeza hivyo. Alivyoongeza hivyo wakaondoka watu, wakabaki wale 12 tu. Kwa hiyo mkutano wa watu wote pale kulikuwa na waaminio halisi na waaminio wanaojifanya na wasioamini. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo kulikuwa na kundi hilo, ni kanisa la Yesu la watu 5,000. Kulikuwa na makundi matatu hayo. Sasa hawa wengine waliondoka, wakaondoka wakabaki 12.
katika wale 12, katika watu 5,000, kumbe waamini walikuwa 11 tu. Kwa sababu wale wa 12 waliobaki kulikuwepo na nani? Na Yuda. Kwa sababu walipobaki 12, Yesu akaongeza tena. Alikuwa hajibembelezi pale. Pale alikuwa anachuja mbegu halisi na wanafiki na wasioamini waondoke, anataka abaki na waaminio halisi. Walipobaki 12 akasema, "Je, na nyinyi mnataka kutoka? Mnataka kwenda?" Petro ndio akasema, "Bwana, twende kwa nani? Maana wewe una maneno ya uzima." Petro akasema, "Lakini sio ninyi mlionichagua, ni Mungu aliyewachagua. Lakini kati yenu kuna mmoja shetani." Akamtaja Yuda pale, ila akamtaja kwa mafumbo. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Na shetani amepewa uwezo wa kupepeta imani yenu wote, na Bwana Yesu abariki sana. Akasema maneno pale, lakini kikubwa ndio kuonyesha hivi. Nabii anasema Petro sio kwamba alimuelewa Yesu. Kwa sababu Yesu alisema, "Ulai mwili wangu na kunywa damu yangu." Alikuwa anajionyesha yeye wamle nyama. Na wale watu wakasema Torati ya Musa inasema tusiue. Tena hata tunaporuhusiwa kula wanyama, anasema tusile nyama pamoja na damu. Kwa hiyo wasomi wa Biblia walimuona Yesu ni mpinga Kristo, anapinga neno la Mungu. Wale Mafarisayo na Masadukayo wakaondoka, akamwacha Yesu na mitume. Hasa Petro naye alikuwa haelewi pale. Bwana Yesu abariki sana. Lakini Petro alikuwa anamuelewa nani? Anamuelewa Yesu. Kumuelewa kwake sio kwamba ameelewa lile fundisho, anaelewa tu huyu ana maana fulani. Kama wewe ulivyokaa hapa unajua tu hili neno la Mungu ni la ukweli. Kuna mambo mengine uelewe, lakini unajua Mungu atanifunulia, nitaelewa tu. Unakuta una kiu. Na Petro alikuwa yuko na Yesu pale, anashindwa pa kwenda, anaona ni hapa huyu mtu ana vitu. Hii aulai mwili wangu na kunywa damu yangu itakuja kufunguka tu. Sasa ufahamu huo wa Petro kujua kwamba ingawa hajaelewa, lakini anajua kwamba huyu ana vitu fulani, ni kumuelewa Yesu, ni kuelewa. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Kule hata wewe unapokaa hapo unasema, "Bwana, ujumbe ni ukweli." Kuna mambo fulani yanakutatiza, unasema hii imani ni ya ukweli. Ngoja nikae tu nitaelewa. Ni kuelewa. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Na muda unapokwenda kukuta yanafunguka, yanaeleweka. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Sasa Mafarisayo na Masadukayo wenyewe walikuwa wanataka kuelewa wamchinje Yesu, wale nyama yake. Umeona sasa walivyotofautiana. Lakini baadaye Petro alivyokaa, Yesu akasema, "Nasema na nyinyi kwa mithali, lakini saa inakuja ambapo sitasema nanyi tena kwa mithali." Kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ile ya ngapi? Ya 16 mstari wa 25. Na sura ya 14 mstari wa 14 nadhani wa 16, sura ya 14 anasema, "Lakini Roho atakapokuja, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote." Kwa hiyo Petro yale maneno hakuyaelewa, ni mpaka Roho Mtakatifu alivyokuja ndio akaelewa, kwa sababu Roho Mtakatifu alikuja kumfundisha. Bwana Yesu abariki sana. Roho Mtakatifu akamfunulia maana ya yale maneno ya Yesu, "Aulai mwili wangu na kunywa damu yangu na uzima wa milele." Tunaona sasa huko baada ya Kristo kupata Roho Mtakatifu, mitume wanatuandikia maneno ya Mungu kuonyesha kwamba kumla Yesu ni kula neno lake. Kwa maana yeye ni neno. Tunaona Yohana aliandika hivyo. Mwanzo sura ya 1 pale, neno alifanyika mwili na Yesu alikuwa neno, na watu walimpokea Yesu walifanyika kwa watoto wa Mungu. Ndio wale wamwaminio. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo sasa huku sisi tunasoma tunaelewa kwamba kula Yesu ni kula neno la Mungu. Na Daudi alisema, "Moyoni mwako nimeliweka neno lako ili nisikutende dhambi." Wale Mafarisayo walishindwa kuelewa kwamba huyu Yesu atakuja kufunulia baadaye, wakaondoka kabla ufunuo hujaja. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo ukisikia ndugu anasema kuelewa ujumbe, usione huyu anakosea kama umesoma sehemu kwamba huwezi kuelewa neno. Na ukisikia anasema ni kuelewa, kuona ni kuelewa, au ni uwezi kuelewa neno la Mungu, usimkosoe. Yote hayo ni maneno, lakini inabidi upite kwenye njia hizo. Bwana Yesu abariki sana. Kwamba Petro alimuelewa Yesu, Mafarisayo hawakumuelewa. Na alimuelewaje Petro? Alimvumilia kwa sababu alimjua huyu ana maana fulani. Yale mafumbo aliyavumilia mpaka alipopata ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na wewe na mimi inabidi tuvumilie mambo fulani ambayo yanatutatanisha. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Kwa nini? Kwa sababu ujumbe huu ni kweli. Wewe fuatilia wahubiri wote wanaohubiri, utakuta hakuna mhubiri ambaye amehubiri kama Branham, amesema ukweli kama Branham.
Bwana Yesu abariki sana. Hata wakosoaji kosoa, lakini ukiwasikiliza wao unakuta chakula cha kiroho anacho nani kimeoza, wanachotulisha. Bwana Yesu abariki sana. Sasa tuko tunaelezea ufalme wa mbinguni, tunataka tuuelewe. Kuzaliwa mara ya pili tunataka tuelewe ni kitu gani. Hata sasa kuzaliwa mara ya pili ni mchakato. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Mchakato wenyewe ni kama hivi ambavyo nimekuwa nikihubiri Jumapili iliyopita na siku zilizopita, kwamba tuliongea kwamba mwanadamu anapokuwa ameamini neno la Mungu, mwaminio wa kweli anapokuwa ameamini neno la Mungu, amefananishwa na Mariamu alipokuwa ameamini ule ujumbe wa yule malaika Gabrieli wa kumzaa Kristo. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo Mariamu alipoambiwa utachukua mimba pasipokuwa na mwanaume, aliamini kwamba anaweza akazaa mtoto, na alipoamini hivyo lile neno likatunga mimba. Bwana Yesu abariki sana. Ujumbe huo utaupata kwenye wakati wa kanisa la Pergamu. Pale kuna barua ambalo bwana harusi anamwandikia bibi harusi. Sasa mshenga wetu William Marion Branham ndio anaelezea vile ambavyo kuna siri. Anasema kwamba Mariamu neno lilimjia akaliamini likatunga mimba. Anasema kama vile bibi harusi naye wa wakati wetu muaminio anapoamini neno, lile neno linatunga mimba. Bwana Yesu abariki sana. Tena akarudisha akasema kama vile kipindi cha nani, nikasoma ujumbe ule wa lile neno ndio mbegu ya asili. Anasema kama vile kipindi kile cha Adam, wakati Adam amepewa mke ili ajizae. Adam alipewa mke ili ajizae, azae mtoto mwingine. Yule Eva Hawa ilibidi azae mtoto mwingine ambaye ni kama Adam, sura ya Adam na mfano wa Adam. Sasa Adam kabla hajamjua mkewe azae mtoto wake, nyoka akawa amewahi imeweka mbegu yake itirafu pale. Kaini akawa amewekwa kwenye tumbo la Hawa. Kaini ni mtoto wa nyoka. Kaini ni uzao wa nyoka. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwenye uzazi wa Adam Kaini hayupo. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Watu wengi wanaposoma pale, wakisoma tukisema kwamba Kaini ni uzao wa nyoka, wanasoma maandiko, wakishasoma anasoma pale sura ya 4 kitabu hiko cha Mwanzo, anasema Adam akamjua mkewe naye akapata mimba akazaa mtoto, akasema nimepata mtoto kutoka kwa Bwana. Wanasema unaona hapa Adam Bwana, Kaini ni mtoto wa Adam. Bwana Yesu abariki sana. Sasa nabii wetu anatuambia hivi, ukienda kwenye lugha ya Kiingereza pale pana she said. Yaani aliyesema pale kwa Kiingereza alisema Hawa ndiye alisema, kwa sababu kuna she pale. Kwa hiyo Hawa ndiye alisema nimepata mtoto kutoka kwa Bwana. Bwana Yesu abariki sana. Akusema Adam. Kwa hiyo akasema sasa hata uzao chotara, sheria ya kuzaa wanatoka kwa Bwana. Hajasema nimepata mtoto kutoka kwa Adam. Kwa hiyo hakuna neno linasema Kaini ni mtoto wa Adamu, hakuna. Ila yuko Hawa anasema huyu ni mtoto wa kutoka kwa Bwana. Lakini Adam mwenyewe kwenye sura hii ya 4. Kwenye sura ya 4, hebu nipasome kidogo, jisikia kusoma. Adam kwenye sura ya 4 hapo. Kwenye sura ya 4 mstari wa 24. Hebu mstari wa 24 na 25. Soma ndugu yangu, soma ndugu yangu. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 24 na 25. Kama Kaini alilipwa kisasi mara 7, hakika Lameki atalipwa mara 77. Adamu akamjua mke wake tena, akazaa mwanamume, akamwita jina lake Seth, maana alisema Mungu ameniwekea uzao mwingine mahali pa Habili, kwa sababu Kaini alimuua. Bwana Yesu abariki sana. Unaona? Hapo Adamu ndiye anasema, sio Hawa. Adamu anasema ni Mungu ameniwekea uzao mwingine alipomzaa Seti, baada ya Kaini kumuua Habili. Adamu anasema Mungu ameniwekea uzao mwingine kwa sababu Kaini alimuua Habili. Bwana Yesu abariki sana. Na ukitoka hapo kwenye sura ya 5 kuanzia mstari wa 1 inasema hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adam. Siku ile Mungu alipoumba mtu kwa sura ya Mungu, alimfanya mwanamume na mwanamke aliwaumba, akawabarikia, akawaita jina lao Adam siku ile walipoumbwa.
Bwana Yesu abariki sana. Adamu akaishi miaka 130, akazaa mwana kwa sura yake, kwa mfano wake, akamwita jina lake Seti. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo hapo nakuta banasema Adamu alipozaa mtoto baada ya Abeli kufa akamwita jina lake Seti. Lakini huyu Seti Adamu anasema ni Mungu amenipa uzao mwingine baada ya Abeli kufa. Nabii wetu anatuambia Seti ni Abeli alifufuka, kwa sababu Abeli na Seti walicheza nafasi ya Yesu Kristo, kwamba Yesu alipouawa alifufuka tena. Bwana Yesu abariki sana. Sasa huko nisiende, sababu ya kusema hivyo ni kuonyesha kabla Adamu hajamjua Hawa akawa amepata mimba ya Kaini. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo shetani akawa amemtaimu Kaini na Kaini, ukisoma maandiko, ni uzao wa nyoka. Bwana Yesu alisema ya kwamba kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu, Bwana Yesu alisema kwamba nyinyi mnatafuta kuniua na nyinyi ni wauaji, kwa sababu shetani alikuwa muuaji toka mwanzo. Kwa hiyo ukifuata maandiko, muuaji wa kwanza unampata Kaini. Kwa hiyo Kaini ni mwana wa Ibilisi. Hasa watu wengi unapowasomea hayo maandiko wanasema Kaini ni mtoto wa Ibilisi kiroho, sio kimwili. Kwa hiyo kuna uzao wa Ibilisi kiroho ni Kaini, sio kimwili, ni kiroho tu. Bwana Yesu abariki sana. Kweli shetani ni roho na Mungu ni roho. Lakini huyu Mungu ambaye ni roho alikuja akafanyika mwili, akawa Yesu Kristo, akatoa damu kabisa. Damu ya Yesu ni damu ya Mungu. Hasa kama Mungu ni roho alifanyika mwili, itakuwaje shetani abaki kuwa kiroho hivyo hivyo? Naye shetani alifanyika mwili. Bwana Yesu abariki sana. Kama Mungu alifanyika mwili, mtafute na shetani, mwili wa shetani ni upi? Kwa hiyo tuna uzao wa nyoka umeandikwa, ambao ni uzao wa nyoka, sio nyoka wanaotambaa, ni wanadamu. Hata Yohana aliwaambia Mafarisayo na Masadukayo, enyi kizazi cha nyoka. Na Yesu mwenyewe aliwaambia enyi kizazi cha nyoka, wasomi wa Torati, Mafarisayo na Masadukayo. Na sasa hivi ni wasomi wa Biblia, mapadri, maaskofu. Haleluya! Lakini wakuta ni walevi, ni wazinzi kama Mafarisayo. Bwana Yesu abariki sana. Mafarisayo wa kisasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wachungaji na maaskofu wapo sasa hizi, wako wamesomea Biblia, wako wanaona nini, lakini wana mambo mabaya tu, kama Yuda. Na Yuda alikuwa anatoa mapepo, lakini alikuwa uzao wa nyoka. Kwa hiyo kwenye tumbo la kanisa, nabii anasema kanisa lilipoanza kulikuwa na watoto wawili mapacha, kama vile tumbo la Hawa, kwa sababu Hawa alikuwa anafananishwa na kanisa. Katika tumbo hili la kanisa kulikuwa na watoto wawili mapacha, Kaini na Abeli. Mmoja uzao wa Kaini, mmoja uzao wa Abeli. Huyo uzao wa Kaini alikuwa ni Yuda. Uzao wa Seti alikuwa ni Yesu Kristo. Na Yuda akamuuza Yesu. Bwana Yesu abariki sana. Hizo ni roho mbili naenda, anasema Yuda alipotunga mimba na Yesu alitunga mimba. Yuda alipozaliwa na Yesu alizaliwa. Ni roho mbili zinakwenda sambamba. Huyu yuko kwa ajili ya kumwangamiza Kristo. Bwana Yesu abariki sana. Yesu alivyokufa na Yuda akajitundika mtini akafa. Haleluya. Kanisa lilipoanza, Roho Mtakatifu alipokuja siku ya Pentekoste na Roho mpiga kiso akaja kanisani. Ni mapambano. Bwana Yesu abariki sana. Sasa niache huko, lakini pointi yangu ni kwamba Adam kabla hajamjua Hawa, nyoka akawa ameshamjua, akazaa Kaini. Na huku sasa ikarudia picha ile ile. Pale ni kama nyoka alimtaimu Adam akamwai. Huku tena kunarudia picha ile ile. Mariamu kabla Yusufu hajamjua mkewe, Mariamu hajamchukua kama mke, amemchumbia, Mungu akawa ameweka mbegu yake. Bwana Yesu abariki sana. Akawa ameweka mbegu yake. Yusufu anaenda anakuta Mariamu tayari ana mimba. Ndio ile Mariamu, Yusufu anataka kumwacha kwa siri, akaambia Yusufu, usimwache Mariamu mkeo, kwa sababu mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Malaika wa Gabriel anamtokea Yusufu, anamwambia kwenye ndoto. Ndio Yusufu akaba amepata ule ufunuo, akamchukua Mariamu. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Sasa Mariamu alikuwa ni mfano wa bibi harusi muaminiwa siku za mwisho. Amen. Tunajua kuna karamu ya bibi harusi, kuna sherehe ya kumlaki Bwana mawinguni kati ya bwana harusi na bibi harusi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huyu bibi harusi ni muaminiwa siku ya mwisho, ni kanisa lisilo na kunyanzi, le kanisa lisilo na doa, lisilo na ila, ambalo limemwamini Yesu Kristo ambaye ni neno, pasipo kuchanganya na mafundisho
ya kizehebu, kanuni za imani na mafundisho ya sharti. Haleluya. Kwa hiyo mwanadamu yoyote anayeamini neno la Mungu pasipo kuongeza wala kupunguza, yuko anagombania hapo, huyo ni bibi harusi. Na ukifikia kuamini hivyo, unakuwa wewe ni kama Mariamu, unakuwa mwanamke bikira, na ukiamini hivyo unatunga mimba. Kwa hiyo ukishaamini ujumbe huu, ukauelewa vizuri, ukauamini, tayari shetani umekuwa umemtaimu. Yaani Mungu amemwahi shetani kwenye kanisa ila siku za mwisho. Nyakati za kanisa kipindi cha Hawa, shetani alimwahi Adamu. Pentekoste, Yesu alipata bibi harusi, ilianza pale Pentekoste kwenye Matendo sura ya 2, kalikuja kabinti kazuri ambako ni kanisa, kwa sababu kanisa ndio mke wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Shetani akafunga ndoa pale Rumi. Kanisa likajiunga na dhehebu, likazaliwa kanisa lile la kwetu la Roma. Bwana Yesu abariki sana. Pale alitunga mimba ya ibilisi tena. Lakini kanisa la wakati huu, shetani aliwezi, kwa sababu tayari lina mimba ya Mungu. Lina neno lililofunuliwa, neno la kweli. Kwa hiyo ukiamini, unakuwa sasa wewe umetunga mimba na unaenda kumzaa Kristo, ambaye Kristo mwenyewe ni neno. Tukafundishwa kwamba kuna miili yetu mbinguni ya neno. Bwana Yesu abariki sana. Ila ufunuo huo tunaupata kwamba mbinguni kuna miili ya neno ni mpaka pale tunapofikia kupata ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ndio inaonyesha kwamba mbinguni kuna mwili wako unakungoja. Baada ya kutoka kwenye mwili huu, unaingia kwenye mwili ule. Na hiyo tunaipata kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 kuanzia mstari wa 40 mpaka wa 50. Bwana Yesu abariki sana. Kwamba kuna mwili wa duniani na mwili wa mbinguni. Bwana Yesu abariki sana. Mwili wa duniani ukiharibiwa, hiyo sasa mwili wa duniani ukiharibiwa, anasema maskani ya dunia ikiharibiwa kwenye Wakorintho wa pili, sasa hiyo sura ya 5 kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule wa 4. Bwana Yesu abariki sana. Ule mwili wa duniani ukiharibiwa, tunalo jengo lingine litokalo mbinguni. Tunao mwili mwingine. Kwa sababu kwa waaminio sisi kwetu nyumba ni mwili. Bwana Yesu abariki sana. Wasioamini nyumba ni kama hiyo hapo. Sasa hii tunajua hiyo nyumba ya mfano. Hii nyumba ya matofali imejengwa hapa, au kanisa ila mabati, ni mfano tu. Sio yenyewe halisi. Nyumba yenyewe halisi ni mwili. Kwa hiyo kama mwili unapoingia ndani ya nyumba ya matofali, mtu anasema kwamba ameingia huko ndani, lakini sisi tunajua ni mwili umeingia. Mwili sio wewe, kama tulivyofundishwa wewe ni nafsi. Bwana Yesu abariki sana. Na sisi sasa roho inapoingia ndani ya mwili, tunajua wewe ndio umeingia. Kwa sababu wewe ni roho, alafu mwili ni nyumba yako. Kwa hiyo tunapotembea duniani ni kama kobe amebeba jumba lake anatembea nalo. Nitakuwa narudia hiyo mara nyingi sana ili ikae. Bwana Yesu abariki sana. Na baada ya hapo tukajifunza kwamba mimi na wewe tunachosema ni roho, hiyo roho yenyewe ni nafsi. Bwana Yesu abariki sana. Unapozaliwa na Mungu sasa unapata nafsi hai. Kuna nafsi ambayo haina uhai, ina uzima wa muda tu, uzima wa hapa duniani. Ndio tunapozaliwa hapa duniani tunapata uhai fulani, ambao uhai umefananishwa na kuku wa kisasa, kwamba yeye anaonekana ni mzima lakini hajizai tena. Hawezi kujizaa tena. Akifa imetoka hiyo. Na tunapozaliwa hapa duniani, maandiko yanasema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi sio nyingi. Amejaa shida na taabu. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Na uchanua kama maua na baadaye unyauka. Tayari mimi naona nimeishi miaka michache duniani, sasa hizi mvi zimeanza, makunyanzi yameanza. Hapo nimechanua, nimepita ujana, sasa naanza kunyauka polepole. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Huyo ni mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, ni mwili wa damu na nyama. Bwana Yesu abariki sana. Lakini kuna mwanadamu aliyezaliwa na mwanamume. Watu kusema hivyo wanastuka sana. Kuna mmoja anisema hivi akakimbia. Sema mwanaume hazai. Mwanaume hazai. Sasa ndugu zangu wa imani ya pili. Sema mwanaume anazaaga mwanamke. Wewe vipi wewe? Mwanaume hazai. Sasa yeye ukisema kazaliwa na mwanamke, anawaza uzazi wa kawaida na anaupinga, lakini hata uzazi wa kawaida mwanaume anazaa. Bwana Yesu abariki sana. Tuna baba mzazi na mama mzazi. Huyu baba mzazi wa nini? Baba anatoa mbegu, niseme tu. Ni uzazi ule. Amen. Tena mbegu inatoka kwa baba, na Biblia anatuambia mwanaume ni mbegu. Bwana Yesu abariki sana.
Kwa hiyo baba anazaa na mama anazaa. Sasa hapa anasema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke ni hii mbegu ambayo ilitoka kwa baba, lakini ilipitia kwa mwanamke, ikazaliwa kwa kupitia mwanamke. Bwana Yesu abariki sana. Hasa kuna mbegu ambayo haipitii mwanamke wa kimwili, ndio hiyo iliyozaliwa na mwanamume. Bwana Yesu abariki sana. Hiyo mbegu haipitii na mwanamke wa kimwili. Hiyo mbegu ni neno la Mungu, linapitia kwa mwanamke ambaye ni kanisa. Sasa huyu mwanaume ambaye ni Yesu Kristo, ambaye ni neno, anapozaa, huyu mtu anayezaliwa, siku zake za kuishi ni nyingi, hazina hesabu. Na yeye achanui na kunyauka, yeye anachanua milele. Bwana Yesu abariki sana. Na yeye anazaliwa kwenye ulimwengu usio na mwanzo, usio na mwisho. Bwana Yesu abariki sana. Yeye huyu amejaa furaha milele, siku za kuishi ni nyingi, wala huwezi kuzihesabu. Na tuko hapa kwa ajili ya kuhubiriana ili tuzaliwe mara ya pili na mwanamume Yesu Kristo ambaye ni neno. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo ukizaliwa na mwanamume Yesu Kristo ambaye ni neno, siku zako za kuishi zinakuwa ni nyingi. Huu mwili uliokuja kwa kupitia mwanamke utapita, lakini huo mwili wa neno utabaki. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa shida ambayo tuko nayo hapa, ambayo najitahidi kuhubiri ili ifunguke, kwamba huyu mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke na mwanamume aliyezaliwa na neno la Mungu, huyu mwanadamu huyu anazaliwa tukiwa hapa duniani, hatujapaa kwenda mbinguni. Unapomwamini Yesu Kristo unazaliwa mara ya pili kwa neno. Bwana Yesu abariki sana. Unatunga mimba, unaenda unazaliwa, kisha zaliwa unakuwa mpaka unakuwa kimo cha Kristo, kimo cha mtu mkamilifu ambaye ni Kristo. Lakini hizo hatua zote unapitia ukiwa hapa duniani, lakini macho haya kwamba huyo mwanadamu ni mwili wa neno upo, ila hatuoni kwa macho haya, kwa milango mitano ya fahamu ambayo nabii wetu anatuambia hizi tano, hatuoni. Ila tutaona tu kwa matendo anayofanya huyu mtu. Biblia imeandika kwamba aliyezaliwa mapema atafanya haya, atafanya haya, atafanya haya, atafanya haya. Kwa hiyo wewe ukijua sasa, ukaona mtu anafanya hayo ambayo ndio tunaenda kuyaangalia, ndio mchakato. Tunaenda kuyaangalia hayo ambayo huyu mtu akiyafanya, tunajua kuna mtu mwingine asiyeonekana yupo, anaishi, ameshazaliwa mara ya pili. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Ndio sababu ya kuhubiriana. Sasa sababu hiyo tukaona kwamba nabii wetu anatuambia kwamba mambo ya kawaida, uzazi wa kawaida ni mfano wa uzazi wa kiroho. Mama wa kawaida anapozaa ni mfano wa mama wa kiroho anapozaa. Kwa hiyo mama wa kawaida mbegu inaingia, alafu inakaa miezi 9, alafu miezi 9 anakwenda leba. Sasa kabla mtoto hajatoka tumboni kunaanza maji. Chupa inavunjika, wenyewe wanasema. Maji akisha inakuja damu. Bwana Yesu abariki sana. Nasema alafu tathibitisha kwa nabii. Bwana Yesu abariki sana. Haya yote nimeyasoma sana, lakini leo kuna mahali nataka tufike. Ikitoka damu anazaliwa mtoto. Hasa mtoto akizaliwa, ili tujue mtoto hai, inabidi huyu mtoto alie. Akishalia tunajua mtoto yuko hai. Sasa kulia kunaonyesha mtoto ameingia duniani. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo mtoto akilia, tayari tunaona mtoto sasa ameshaingia duniani. Anakuwa na tabia za kidunia, na sifa zote alizokuwa nazo mwanadamu zinakuwepo. Anaingia duniani kwa nini? Kwa kuanza kulia. Yani akilia, roho anakuwa kaingia. Nabii anasema mtoto asipolia anakuwa kafa. Madaktari wanahangaika kumpiga mtoto alie, na ikawa hivyo wamepiga, wameshindwa, basi baadaye wanachukua mwili wanaupeleka kaburini. Bwana Yesu abariki sana. Bwana anasema bahati mbaya. Sasa anasema katika imani yetu ya Kikristo kuna watoto wengi waliozaliwa lakini wamekufa. Hao waliozaliwa wamekufa ni kina nani? Kama tulivyojifunza Sunday school hapo, kwamba tunasema waaminio, lakini hatuoni maisha ya Yesu Kristo kwa hawa watu. Wameamini lakini roho wa Mungu hayupo, kwa sababu kama hivi Roho Mtakatifu anapoingia ndani ya mtu, huyu mtu anakuwa kaja ulimwenguni. Yaani ule mwili sio mtu. Bwana Yesu abariki sana. Ule mwili sio mtu. Mtu ni roho inapoingia. Nabii anasema, tutasoma, mtoto anapokuwa tumboni mwa mama anakuwa na uhai
lakini ni uhai tofauti. Na akitoka akalia, anapumua pumzi kwa mapua yake mwenyewe. Kule alikuwa anaishi kwa uhai fulani sio kwa kuvuta pumzi kwenye pua yake. Ule uhai anafanya mambo kupitia mama, akitaka kula mpaka mama vinapitia huko. Nadhani mama anakula chakula ndio kinaenda kwa mtoto. Lakini akina nini, yeye mwenyewe anakula, ananyonya maziwa mwenyewe kwa kupitia mdomo wake, anavuta pumzi kwa kupitia pua yake. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo na mtoto wa kiroho vile vile, kwamba uhai wa kawaida huu wa muda tunaupata hapa duniani mtoto anapolia. Kwa hiyo na mtoto wa kiroho naye anapolia, kulia kwa mtoto wa kiroho ni vipawa na karama kutenda kazi, kunena kwa lugha, kutabiri, miujiza na nini viwepo. Tukiona kanisa lina ishara, tunahubiri hapa, wagonjwa wanapona, vipofu wanaona, viziwi wanasikia, yale matendo ambayo Yesu alisema waniaminio mimi na ishara hizi zitafuatana nao, kwenye Marko sura ya 16 mstari wa 17. Bwana Yesu abariki sana. Tunapoona kanisa lina matendo hayo, tunajua kwamba lina uhai wa mbinguni. Amen. Nasema hivi ilikuwa na maana kwa kupata ubatizo wa Mtakatifu, maana yake umeingia mbinguni. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Umepata uhai usio na mwanzo, usio na mwisho. Hizi mbingu yetu ni ulimwengu wa roho. Bwana Yesu abariki sana. Kama vile ulivyoingia duniani ukapata ukalia, ukawa na tabia za kidunia. Na hizi tabia za kidunia unafuatana na matendo ya mwili yale ya Wagalatia. Matendo ya mwili, uongo, chuki, hasira, zinakuwa zimefuatana na wewe. Ndio pale Biblia inasema unazaliwa hapa duniani na mwanamke ukiwa muongo, ukiwa na hasira, ukiwa na tabia mbaya chafu zote. Hizo ulizipata kutoka kwa baba yako na mama yako wa duniani. Kwa hiyo unapozaliwa mara pili unapata tabia kutoka kwa baba yako wa mbinguni. Kwa hiyo unakuwa na tabia za kimbinguni. Unakuwa na tabia za kidunia zinakuwa zimekufa, zimezaliwa tabia mpya. Ni yule mtu wa ndani sasa amezaliwa, ambaye ni nafsi. Anaanza maisha mapya. Kwa hiyo hapo sasa unakuwa tayari wewe umezaliwa mbinguni. Maana yake kule mbinguni wewe upo. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Kwa hiyo nataka niiseme alafu tuende kusome maandiko kwamba kuna uhai wa duniani mtoto analia, kuna uhai wa mbinguni mtoto analia. Kwa hiyo anapolia mtoto wa duniani ndipo mtoto anakuwa kaja duniani. Haleluya. Au kazaliwa kawa hai. Kazaliwa na kawa hai. Anapokuwa huyu mtoto anapata ubatizo wa Roho Mtakatifu, yaani mtoto kazaliwa mbinguni. Akiwa anatembea katika mwili hapa duniani, ameingia mbinguni kwa miguu yake. Au kwa lugha nyingine niseme hivi, kama vile tulivyosema Jumapili, vile Nuhu alivyokuwa yuko kwenye mlango wa safina anawahubiria watu waingie kwenye ile safina, na sasa hivi kuna mlango wa safina ambao ni neno la Mungu, na sisi tunahubiri, sisi wahubiri tunahubiri watu waingie kwenye safina, na ndugu Branham ndio Nuhu wetu, alihubiri watu waingie kwenye safina ambao ni ujumbe wake. Bwana Yesu abariki sana. Na akasema kwa sasa hivi sasa kukuwa na mlango wa safina, sasa hivi akasema mlango wa mbinguni ni Yesu. Bwana Yesu abariki sana. Na shangaa watu wa madhehebu, watu wa makanisa mbalimbali ya Kikristo wanaimbaga ule wimbo, liko lango moja, lango la mbinguni. Na Yesu waingie, wote waingie kwake. Sema lango ndio Yesu Bwana, wote waingie kwake. Kabla lango halijafungwa. Wanahubiri hivyo, lakini ukiwaambia batizweni kwa jina la Bwana Yesu Kristo wanakataa. Hawajapata ufunuo wanachokiimba. Pale ina maana kwamba unapobatizwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo ndio huko unapita kwenye mlango, kwa sababu hilo jina la Bwana Yesu Kristo ndio lango la mbinguni. Amen. Nabii wetu atuambia, ndio Yohana aliliona kwenye Ufunuo sura ya 4 kwenye ujumbe unaosema alihubiri ujumbe unaitwa unyakuo mlango wa 4. Yohana aliona mbingu zimefunguka, akaona mlango umefunguka mbinguni. Mimi wakati wote huwa najiulizaga hivi hao walikuwa wanaona mbingu zinafunguka, walikuwa nakawa naangalia sijui mawingu yanatoka yanafanya, afu sipati toka mti kwa mtoto anaumia. So unaona inavyochanganya. Yaani unaswaka mbingu zikafunguka. Mbingu zimefunguka, hata mtu anahubiri kama hapa anasema Bwana nikahubiri kabla afu mbingu zikafunguka. Sasa mbingu zinafungukaje? Bwana Yesu abariki sana. Sasa hayo mawazo tunayowazia na mimi nilikuwa nawazia yametoka sasa. Tumejua kwamba kumbe ukiona ubatizo kwa jina la Bwana Yesu Kristo ndio umeona mlango uliofunguliwa. Amen. Bwana Yesu abariki sana.
ukaamini ukabatizwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo, sasa anasema kwamba ndio unaingia pale mlango. Sasa unaenda unatembea, ukipata Roho Mtakatifu tayari umeingia ndani, umeingia mbinguni, au umeingia ndani ya safina. Ukipata ubatizo wa Roho Mtakatifu wewe uko salama salimini, kama vile Nuhu alivyokuwa ndani ya safina. Bwana Yesu abariki sana. Tunaona Nuhu alikuwa ndani ya safina akakaa siku 7 kabla mvua haijanyesha. Ndio kipindi hicho ambacho mimi nimekuwa nikihubiri kusema hata tunaingia kwenye utawala miaka 1000 sasa, kabla ya gharika. Gharika yetu ni moto sasa, vita ya Armageddon. Lakini katika gharika hiyo, kabla haijaja hiyo gharika, haijaja vita kuu, kwa sababu Mungu alisema sitaangamiza kwa maji tena, ila nitaangamiza kwa moto. Na moto unakuja. Mifumo hii ya dunia yote, siasa na kila kitu, mwisho wake ni vita kuu ya dunia. Bwana Yesu abariki sana. Hasa kabla huo upepo haujaja, kwenye Biblia imeandika upepo, Bwana Yesu abariki sana, ambao ni vita, ambao na vyetu atatuambia ndio gharika yetu. Sisi huku tunaingia kwenye safina, tunakaa siku 7. Amen. Tutajifunza hizo siku 7 ambazo ni nyakati 7 za kanisa, za mtu binafsi, kwa sababu zenyewe zilishaisha. Sasa hizi ni mtu binafsi, inabidi apitie hivyo vipindi 7. Kwa hiyo unakuwa tayari umeingia ulimwengu ule tunaoungoja ukiwa huku. Tunaingilia huku kabla ya gharika, kabla ya ziki kuu. Bwana Yesu abariki sana. Tunaingia kwa siri. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Na siri yenyewe ndio hiyo, tunamegewa. Tunaingia kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Tunapita kwenye mlango unaitwa Yesu Kristo. Tunabatizwa kwa jina la Yesu Kristo, tunatembea mpaka tunapata ubatizo wa Roho Mtakatifu, tutakuwa tuko salama, tumeingia. Amen. Bwana Yesu asiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo safari ya kwenda mbinguni ni mchakato. Unaposikia ujumbe unageuka, ni kama ulikuwa unaelekea kuzimu. Hasa ukisikia ujumbe unageuka, unaanza safari. Sasa hatua ya kwanza inaitwa kuhesabiwa haki. Ndio Biblia imeandika maji. Kuna watatu washuhudiao duniani, na watatu hawa hupatana kwa habari moja. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 9. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo hatua ya kwanza ya safari inaitwa kuhesabiwa haki. Bwana Yesu abariki sana. Hatua ya pili inaitwa utakaso. Hatua ya tatu inaitwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kuna watatu washuhudiao duniani. Bwana Yesu abariki sana. Haya maji ndio kuhesabiwa haki. Damu ndio utakaso. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ndio uhai wa Mungu unaingia ndani yako. Uhai wa milele unaingia ndani yako. Bwana Yesu abariki sana. Hapo tayari wewe umeingia mbinguni. Usikoje kuingia mbinguni baada ya mwili huu kuondoka, hapana, utakuwa ulishachelewa. Usikoje kuingia mbinguni mpaka uone vita. Bwana Yesu abariki sana. Watu wanahubiri, wanasikia tunahubiri, wanaona tunasema mwisho, wanaona mbona vita haimna? Mbona zikikuu bado? Bwana Yesu abariki sana. Huo ndio muhuri wa 6 na muhuri wa 6 ndio mwisho, sio muhuri wa 7. Muhuri wa 7 unakuja kwa siri, lakini muhuri wa 6 ndio Biblia inasema aliona nyota zinaanguka, sijui nini, ndio vita na mauaji na watu wanaangamia na mabomu na kila kitu, ni muhuri wa 6. Kwa hiyo unamaliza safari ya maisha ya duniani na gharika naenda kuangamiza ulimwengu, ni vita ya Armageddon. Bwana Yesu abariki sana. Ndio inaenda kuangamiza ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hizo ni hatua 3 za kwenda mbinguni. Sasa ukishapata ubatizo wa Roho Mtakatifu, kuna kitu utaenda kujifunza baadaye. Inabidi kukua, kufika kimo cha mtu. Kama vile mtoto akishazaliwa akilia, sasa inabidi awe ananyonya, anakula chakula. Wakati ananyonya, anakula, siku zinaenda, huyu mtoto anaongezeka kimo, anaongezeka umri, na tabia za kibinadamu zinaongezeka. Sema mwisho akishakuwa mtu mzima, kama ni mwanaume atahitaji kuoa, kama ni mwanamke atahitaji kuolewa. Na akifika umri fulani ndio mvi zinaanza. Baadaye babu, baadaye anaondoka. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Na mtu wa kimwili anapitia mchakato vile vile. Nabii wetu anasema hatuna wana wa milele. Yaani hakuna mtoto alizaliwa anakuwa mtoto milele, hapana. Ukizaliwa, sheria aliyoweka Mungu, lazima ukue. Kuna prosesi ya kupitia mpaka uwe mtu mzima. Ukiona mtoto amezaliwa anaishi milele mtoto, Bwana Yesu abariki sana, huyo mtoto ana matatizo. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo sisi sio watoto milele. Inabidi tukue, tufikie kima cha Kristo. Alisema Paulo, nataka kwenye kitabu cha Wagalatia au Efeso usome pale. Utaona Paulo anasema inabidi tukue, tufikie kima cha Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa baada ya maelezo haya, nitaka nisome huo mchakato wa kanisa.
Kwa hiyo kuna wakati wa kwanza wa kanisa hili la mitume lilioanza pale Pentekoste. Nataka nisome uchakato wake uone nabii anaelezeaje. Alafu Bwana Yesu abariki sana. Nataka nisome huo mchakato wake wa kanisa. Sasa ufananishe mchakato wa kanisa. Kanisa tunaposema kanisa ina maana kanisa kwa ujumla. Kipindi cha mwisho tunasema kanisa ikiwa watu wote kwa jumla wanahesabiwa, kama hivi kipindi cha Luther tunasema Luther alihubiri kuhesabiwa haki. Ujue kanisa zima la ulimwengu lilikuwa linahesabiwa haki. Na mtu yeyote alienda mbinguni kwa kuhesabiwa haki. Bwana Yesu abariki sana. Wakati wa John Wesley kanisa lilikuwa linapata utakaso. Kwa hiyo watu waliingia mbinguni kwa kuhesabiwa haki na kwa kutakaswa. Ukihesabiwa haki tu kipindi cha John Wesley, wewe uendi mbinguni. Bwana Yesu abariki sana. Hasa kanisa la dunia nzima lilikuwa linatakaswa, linahesabiwa haki na kutakaswa. Kipindi cha Pentekoste pale mtaa wa Azusa Marekani, wakati Pentekoste imeanza, watu walikuwa wanaenda mbinguni kwa vipawa na karama. Bwana Yesu abariki sana. Kunena kwa lugha na kutabiri, kupata hiyo nguvu ndio unaenda mbinguni. Kwa hiyo wale waliohesabiwa haki na kutakaswa ambao hawajapata ubatizo wa Roho Mtakatifu kipindi cha Pentekoste walienda jehanamu. Bwana Yesu abariki sana. Mwaka 1906 kwenye mtaa wa Azusa Marekani. Bwana Yesu abariki sana. Sasa wakati wetu sasa ni kipindi cha neno lote. Yaani neno lote limefunuliwa pasipo kuongezwa wala kupunguzwa. Kwa hiyo watu wanaingia mbinguni kwa neno la Mungu. Kama watu wana ubatizo wa Roho Mtakatifu, tutauelezea huo kidogo, na huu na uhubiri kuna kautofauti fulani. Bwana Yesu abariki sana. Kama watu wana ubatizo wa Roho Mtakatifu ule wa Azusa, wananena kwa lugha na kutabiri ambao ni karama na vipawa vilishushwa pale Azusa, hawa watu wanaenda jehanamu sasa hivi. Na kunena kwa lugha kwao na vipawa vyao na miujiza yao wanaenda jehanamu. Bwana Yesu abariki sana. Lakini hao walioamini neno la Mungu sasa, walioamini ujumbe kutoka kwa William Marion Branham, Nuhu wa wakati wetu, hawa sasa wanaenda mbinguni. Lakini sio kuamini neno tu. Unapoamini ujumbe wa wakati wako, hauanzi na imani ya ujumbe wa wakati wako, unaanza na kuhesabiwa haki. Wewe mtu binafsi kuhesabiwa haki, unatakaswa, unapata ubatizo wa Roho Mtakatifu, alafu unakuwa na neno. Kwa hiyo vitu hivyo vyote vitatu vinakuwa ndani yako. Bwana Yesu abariki sana. Hayo ndio alieleza nabii wetu kwenye ujumbe wa kurejezwa kwa mti wa bibi harusi. Alieleza wakati wa Luther ilikuwa kanisa linahesabiwa haki, wakati wa John Wesley kanisa lilikuwa linatakaswa. Pentekoste sasa, Bwana Yesu abariki sana, kulikuwa kuna rejezwa vipawa na karama, alafu wakati wetu huu linarejezwa neno lote. Lile neno liliofichwa, ile maana iliyofichwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu inafunuliwa sasa. Ambapo kwenye Ezekieli 37 ndio yale ambayo aliambiwa Ezekieli, unaona nini? Akaonyeshwa bonde, ambalo ile bonde linamaanisha dunia. Yesu alisema mpanzi alikwenda kupanda mbegu kondeni mwake. Hiyo konde alifafanuliwa kwamba hilo konde lilikuwa ni dunia, ni ulimwengu. Kwa hiyo Ezekieli aliona konde, aliona ulimwengu. Akaambiwa, unaona nini Ezekieli 37? Akasema naona mifupa. Akaona kwenye bonde kuna mifupa ya wafu. Akasema, je, mifupa hiyo inaweza kuishi? Ni Mungu anamuuliza Ezekieli. Akasema, sijui, ajua wewe Bwana. Akamwambia, toa unabii, mifupa hiyo inaweza kuishi. Ezekieli akatoa unabii wa kwanza, mifupa kwa mfupa ukasogeleana. Unabii wa pili, mishipa ikatokea ikafunika ile ikapita kwenye ile mifupa. Unabii wa tatu, ikatokea nyama na ngozi ikafunika ile mifupa, wakaonekana watu lakini hawana uhai. Unabii wa nne, akasema pepo toka pande nne za dunia mje uwaingia wa watu. Ndipo pepo zikatoka zikaingia watu, wakainyuka wakawa jeshi kubwa. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Ni ujumbe wa ndugu Branham ndio ile ya nne. Anasema hao ni bibi harusi wa siku za mwisho. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo mfupa kusogeleana ni mahubiri ya Luther, kuhesabiwa haki. Alafu mishipa kupita kwenye nani? Kwenye hii mifupa ni utakaso aliohubiri John Wesley, mahubiri ya John Wesley. Alafu nyama na ngozi ni karama na vipawa vilivyoshuka Azusa. Bwana Yesu abariki sana. Alafu pumzi ni uhai wa milele kwa kusikiliza ujumbe uliotoka kwa William Marion Branham. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa hivi baada ya nyakati 7 za kanisa kuisha,
neno la Mungu limefunuliwa lote. Sasa hivi sasa ni neno lote linaenda kwa mtu binafsi. Kwa nini nabii anasema Laodikia ndio Pentekoste? Kanisa la Laodikia linawakilisha kanisa la Kipentekoste. Laodikia ilimfungia Kristo. Wakati wa Laodikia ndio pale kwenye Ufunuo sura ya 3 ambapo Yesu asema, tazama niko mlangoni nabisha. Yeye atakayesikia sauti yangu na kufungua mlango wake, nitaingia ndani yake, nitakula pamoja naye, nitalala pamoja naye, nitatembea pamoja naye. Mungu wa kutembea naye. Haleluya. Wakati wetu mzuri sana. Wakati wa Yesu alikuwa anatembea lakini anakaa peke yake, analala peke yake. Lakini sasa hivi Yesu akiingia ndani yako, akaingia, unatembea naye, unakula naye, unalala naye. Haleluya. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Anasema Laodikia sasa ilimkataa Kristo, na huyo Kristo ni ujumbe wa William Marion Branham, Ufunuo wa mihuri 7. Laodikia ilikataa, ilishindwa kuelewa ujumbe huo. Lakini wewe na mimi tumesikia hiyo sauti, tumeingia, ndio Yesu anaingia ndani yako. Bwana Yesu abariki sana. Sasa kwa sababu Laodikia imekataa, sasa yeye anakuja kwa mtu binafsi. Ujumbe wetu unamhusu mtu binafsi, anaweza kukamilika akawa mkamilifu, sio umati wa watu. Amen. Kwa hiyo kila mtu peke yake anaweza kuwa mkamilifu kama Yesu alivyo mkamilifu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa hapa nasoma wakati wa kanisa, sio wakati wa mtu binafsi, kanisa lilipoanza ambalo lilianzisha Yesu Kristo. Nitasoma ujumbe ule ujumbe unaitwa Hebu. Bwana Yesu abariki sana. Hebu kwanza tusome hapa tulisoma. Bwana Yesu abariki sana. Hebu nisome kwanza tusome kwenye kitabu cha Yakobo. Tusome Yakobo kwanza. Yakobo sura ya 2 mstari wa 17. Yakobo sura ya 2 mstari wa 17. Soma ndugu. Anasema vivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo imekufa nafsini mwake. Amina. Bwana Yesu. Hadi 18. Lakini mtu atasema, wewe unayo imani nami ninayo matendo. Nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nikuoneshe imani yangu kwa njia ya matendo yangu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo hapa anasema hivi, imani bila matendo imekufa. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Hapa ni sawasawa kusema mtu anazaliwa lakini kafa. Ni huyo anayedai anaamini lakini hatuoni matendo. Hiyo tumehubiriwa kwenye Sunday School. Nashangana mimi nikasema hapa ni roho wa Mungu. Mungu ananisukuma nihubiri kitu hichi, na Sunday School tumehubiriwa. Nadhani kuna kitu Mungu anataka tupate hapa. Bwana Yesu abariki sana. Mtu anasema na imani lakini hatuoni matendo. Maandiko yanasema imani ya mtu huyu imekufa. Bwana Yesu abariki sana. Ila mtu anasema na imani, inatakiwa tuone matendo. Kwenye ujumbe huu unaitwa kazi ni imani katika matendo. Yaani anasema kazi ni imani katika, kuwa na imani tu sio kazi. Kusema na imani naamini ujumbe sio kazi. Nabii anasema, hata Paulo alisema kwenye 13 wa Korinto sura ya 13 pale. Alisema nijapojua siri zote za Mungu na maarifa yote. Yaani hapa anamaanisha unaweza kujua ufunuo wa neno lote na kila kitu ukajua na ukavisema vizuri kwa ufasaha. Lakini kama sina upendo nimekuwa si kitu mimi. Kumbe inawezekana kujua ukawa upendo una. Na upendo ndio Roho Mtakatifu, tutakuja kuona. Na Mungu wetu ni upendo, ina maana hapo una Mungu. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo unaweza ukajua neno ukalieleza vizuri kabisa na sawa kila kitu. Tuna wataalamu wa kuelezea ujumbe. Kuna wataalamu saizi wa kuelezea neno la Mungu vizuri. Lakini maisha yao ni kinyume na neno. Kwa hiyo huyu mtu ambaye ana imani bila matendo imekufa, ni mtu anayeweza kuelezea ujumbe na kusema anaamini ujumbe, lakini hatuoni maisha yake kama ni neno. Na hiyo kuinani ndio nabii wetu akatuhubiria akasema, maisha yanahubiri kwa nguvu kuliko maneno. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Hata wanawake neno linasema hawaruhusiwi kuhubiri mimbarani kama hivi kukaa mimi, hawaruhusiwi kuhubiri.
Hiyo Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 8 unakataza. Bwana Yesu abariki sana. Inasema nataka wanaume wasalishe kila mahali. Bwana Yesu abariki sana. Sio wanawake. Lakini ingawa inakataza wanawake wahubiri, lakini anasema wanawake ndio wahubiri wakubwa. Wanahubiri kwa matendo yao. Anasema kanisa lolote ukienda ukitaka kujua roho ya kanisa, angalia wanawake tabia zao. Kwa hiyo hapa ukitaka kujua kanisa letu likoje, inabidi wanawake waangalie tabia. Anasema wanaume huwa tabia zao zinajificha. Na mimi ukitaka kujua tabia zangu, anasema angalia mke wangu alivyo. Tabia zake. Anasema ndio utajua mimi tabia zangu. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo matendo ndio yanahubiri kwa nguvu kuliko maneno. Bwana Yesu abariki sana. Vile ambavyo mnasema kama huku mtu anaimba alafu unasinzia. Yaani huyu anaonekana kama yule anasema hapo, anasema utakuwa kama upatu uvumao. Hapo kwenye 13 Yohana. Kwa hiyo anaona kama ana upatu uvumao. Yaani anaona naimba lakini sauti yake inaenda tu, hata nguvu ana. Kwa hiyo unamhubiria kwa tabia zako za kukaa. Kwa hiyo mtu kama unamhubiria neno la Mungu na linaingia, unakuta naye yuko jishamla fly. Kama unaimba naye ana fly. Hapa unajua nacho kihubiri kinaingia kwa huyu mtu. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo kama huyu mtu afanyi chochote alafu wewe unasema hayo maneno yako hayana uhai kwa huyo mtu, hayo maneno yako yamekufa. Bwana Yesu abariki sana. Nabii alisimulia mama mmoja ambaye alikuwa na mtoto. Alikuwa sijui mtoto yule alikuwa na shida sijui. Sasa anaenda dukani anamnunulia sijui nani kikengele, anamtikisia mtoto, anaangalia tu. Anamnunulia tu vitu vya kumfurahisha, ndio mtoto anaangalia tu. Wala mtoto wangu sijui alianza kulia yule mama, ngoja tarudia kusoma vizuri. Akasikitika sana. Haleluya. Kwa hiyo ni sana Mkristo anayekiri ameamini, lakini hatuoni anafanya lolote, hatuoni anajibidiisha kwa vyovyote. Ni sawa tu na mtoto limetulia kama limsanamu tu, unatikisa hivi. Kuna mtu mwingine unaingiza kidole kwenye macho na angalia tu. Bwana Yesu abariki sana. Huyo tayari ana matatizo. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Sasa nisiongee sana, hayo ni utangulizi ili ninapoenda kusoma haya maneno uweze kunielewa. Hapa kwenye Yakobo tena, hebu soma kwanza kabla sijaenda. Soma tena kwenye Yakobo sura ya 2 mstari ule wa 26. Yakobo sura ya 2 mstari wa 26. Maana kama vile mwili pasipo roho umekufa, vivyo hivyo na imani pasipo matendo imekufa. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kama vile mwili pasipo roho umekufa, vile vile imani bila matendo nayo imekufa. Anamaanisha nini anaposema mwili pasipo roho? Ina maana hivi kwamba kama tulivyohubiriana kwamba mtoto anapozaliwa, akiwa kazaliwa mwili unakuwa upo hapo, lakini roho haijaingia. Kwa hiyo huyu mtoto ni mwili bila kulia, ni mwili bila roho. Roho ikiingia huyu mtoto yuko hai. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo huyu mtoto akizaliwa inabidi ule mchakato kuhesabiwa haki, maji, damu na uhai, ubatizo wa Roho Mtakatifu au roho, ni mchakato ambao mama anapokuwa leba anapitia. Tunakuwa nasema huyu mama yuko anajifungua. Nasema hivi kwa sababu kuna watu wabishi. Kuna mgeni anasema ukiamini, Yesu alisema yeye aniaminie amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Alisema hivyo Yesu. Sasa kuna wanaoshika neno hilo, unakuwa unasema ukishaamini tu tayari umezaliwa. Ukianza kumhubiria ndugu inabidi upate ubatizo wa Roho Mtakatifu, anasema hamna, ukishaamini tu tayari una Roho Mtakatifu. Si hapa Yesu amesema yeye aniaminie amevuka kutoka mautini kuingia uzimani. Anataka iishie hivyo, usimletee mengine. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo kuna kundi la hivyo wahubiri, na kuna makanisa kabisa yanahubirigi hivyo. Mchungaji yuko anahubiri, ukiamini tayari wewe umeokoka, unaenda mbinguni, mambo shwari. Alafu kuna wachungaji wanahubiri sio hivyo, sio kuamini. Kuzaliwa mara ya pili ni kupata ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ukipata Roho Mtakatifu ndio umezaliwa mara ya pili. Naye huyo ni fundisho hapo, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu. Ukianza kumwambia ukiamini umefuka mauti kuingia uzimani, umefuka, anasema bado mpaka Roho Mtakatifu. Sasa anapitiliza, anasema unaweza usihesabiwe haki, unaweza usitakaswe. Ukipata Roho Mtakatifu tu tayari wewe unaenda mbinguni. Bwana Yesu abariki sana. Hata tumepata makanisa anasema bwana kubatizwa haina maana. Yaani kuna makanisa yanabatiza watoto. Bwana Yesu abariki sana. Yanabatiza watoto, unapowahubiria kwamba inabidi wawe watu wazima waamini wabatizwe, sema kubatizwa hakuna maana, cha muhimu ni Roho Mtakatifu tu.
Ukipata Roho Mtakatifu tayari we mbinguni. Ukiendelea kubia sasa, kwani yule mnyang'anyi pale msalabani, yule mnyang'anyi yule alibatizwa? Yesu alisema wewe na mimi tutakuwa. Kwa hiyo kubatiza hakuna maana. Cha muhimu ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hapa anapinga ubatizo wa maji mengi, yeye anasema ana Roho Mtakatifu. Akisema sasa sinda la bakuli hapo pasaita, ananena kwa lugha hapo kukuonyesha ana roho. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo kuna makanisa ya hivyo. Bwana Yesu abariki sana. Yenyewe anafundisha ubatizo wa Roho Mtakatifu, hayataki kitu kingine. Hata sisi hapa ni waaminio wa neno lote. Mimi nahubiri mchakato wote wa kuzaliwa, sihubiri sehemu ya neno. Nahubiri mchakato wote kuanzia kuzaliwa, kutunga mimba, mchakato wa kuzaliwa, maji, damu na roho, huko kunaitwa kuzaliwa, na akishazaliwa nahubiri inabidi akue afikie ukamilifu. Amen. Haleluya. Hatuhubiri nusu ya neno hapo, nahubiri neno lote, tunakusanya kwa pamoja, hatuna vipande vya neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndio hapo anasema hivi, mwili pasipo roho umekufa. Imani pasipo Roho Mtakatifu imekufa. Mwanadamu akizaliwa pasipo kulia kafa. Bwana Yesu abariki sana. Aliye na mwana hakosi ushuhuda. Bwana Yesu abariki sana. Tunataka unaposema una imani tunaona matendo. Sasa tunasoma ujumbe huu, na haya ya kuzaliwa tulisoma kwenye ujumbe huu wa utungu wa kuzaa. Leo sisomi, nataja tu tena kama mtu anataka kuandika ukasome mwenyewe nyumbani, kwa sababu nimesoma sana. Haya yanayohusiana na hii sasa aliyoisema Yakobo hapa ya kuzaliwa lakini umekufa, yanapatikana kwenye ujumbe unaitwa utungu wa kuzaa wa mwaka 1965 tarehe 24 mwezi wa kwanza. Tarehe 24 mwezi wa kwanza mwaka 65. Paragrafu ya 52 mpaka 58. Unapata hapo mtoto anaweza kazaliwa lakini kafa kama hajapata roho. Na mtoto wa kiroho vile vile kama hajapata roho huyo kazaliwa kafa, lakini mtu anadai anaamini. Bwana Yesu abariki sana. Sasa tunakwenda kusoma ujumbe mwingine. Bwana Yesu abariki sana. Ujumbe mwingine unatoka, huu ujumbe unaitwa hebu kwanza ni wa mwaka 50 na niangalie kwenye tablet. Wa mwaka tarehe 19 niandika kwenye tablet kwanza. Maswali na majibu juu ya Roho Mtakatifu. Unaitwa maswali na majibu juu ya Roho Mtakatifu wa mwaka tarehe 19 mwezi wa 12 mwaka 59. Nitasoma paragrafu ya 39. Hapa tunaangalia kanisa la mitume. Naangalia kanisa la mitume lilioanza, kanisa la Yesu Kristo ambalo lilianza pale Yerusalemu. Sasa tunaangalia mchakato wake, jinsi lilivyozaliwa lote. Hilo ndio tutakuja kupata hata nyakati 7 za kanisa huko mbele. Amen. Pala 39, nitasoma paragrafu ya 39 mpaka 41 kwanza, alafu nitaelezea. Kuna kitu tutapata hapo. Amen. Anasema hivi, sasa hebu tuchunguze. Yesu katika Luka 24 mstari wa 49 alikuwa amewaagiza mitume baada ya wao kuokolewa. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo 24 mstari wa 49 kitabu cha Luka, Yesu aliwaambia waende wangoje Roho Mtakatifu, Mungu atawaletea nguvu akisha kuajilia Roho Mtakatifu. Aliwaambia hivyo. Sasa aliwaambia hivyo, anasema walikuwa wameshaokolewa. Kuna kitu hapa nataka kusema. Sasa hebu tuchunguze. Yesu katika Luka 24:49 alikuwa amewaagiza mitume baada ya wao kuokolewa na kutakaswa kulingana na neno, kuhesabiwa haki kwa kumwamini Bwana Yesu, kutakaswa katika kwa Yohana 17:17. Hapo aliposema Baba uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Yesu aliposema uwatakase Baba na kweli, neno lako ni kweli. Na yeye alikuwa neno. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo hapa sasa anasema Yesu wakati amesema yale maneno pale
Baba uwatakase, alikuwa anawatakasa. Au kwa lugha nyingine kwamba Yesu amechukua kwamba Yesu alipowaita kina Petro, kina Yohana, kina Yakobo, wale wanafunzi wake walihesabiwa haki. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa alipokuwa ameshawahesabia haki, amewaita, miaka 3.5 yuko anawalisha neno. Amen. Anawatakasa. Baba uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kwa hiyo miaka 3.5 walikuwa wako kwenye mchakato wa kutakaswa. Hapo ni damu. Amen. Alipowaita wanahesabiwa haki ni maji. Miaka 3.5 ni damu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo kumbe hizi hatua tatu kanisa la Pentekoste lilipita kabla ya siku ya Pentekoste. Hizi hatua za kuhesabiwa haki na kutakasa lilipitia huko nyuma. Linaelekea kwenye ubatizo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Paragrafu 40 inasema, sasa akawapa nguvu za kuponya wagonjwa, kutoa pepo, kufufua wafu, nao wakarudi wakifurahi. Na majina yao yalikuwa kwenye kile kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Mwakumbuka jinsi tumeeleza hayo? Sasa lakini hawakuwa wameongoka bado. Yesu alimwambia Petro usiku wa kusulubiwa kwake, akasema, nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa hapa nabii anatofautisha kati ya kuongoka na kuokoka. Anaonyesha ni vitu viwili tofauti. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa nini? Kwa sababu alivyowaita walihesabiwa haki, ndio waliokoka. Amen. Lakini walikuwa bado hawajaongoka. Miaka 3.5 wanapata utakaso. Ni damu hapo. Maji, damu, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Sasa kabla hajafika Pentekoste anasema lakini aliwapa nguvu ya kutoa pepo. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Hiyo nataka tuje tuizungumzie kiundani, lakini leo tutaizungumzia kidogo. Bwana Yesu abariki sana. Kuna utofauti wa nguvu hii ambayo aliwapa wale 70. Hapa ndio kati wako 70 na Yuda akiwepo. Nabii anasema na Yuda alitoaga pepo. Kwa nini? Kwa sababu aliwavuvia Roho Mtakatifu. Wale walipokuwa naenda wawili kushuhudia, wakarudi wakasema, Bwana, hata sisi mapepo yanatutii. Anasema katika kundi lile na Yuda alikuwepo. Na Yesu akasema, msifurahi kwa kuwa mapepo yanawatii. Furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Haleluya. Sasa kuna utofauti kati ya hizi nguvu alizopewa hapa na hizi nguvu za Pentekoste. Kuna utofauti. Ndasema kidogo huo utofauti, hapo taendelea, alafu siku zinavyokwenda ndawasomea nukuu. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Utofauti wake hapo upo kama hivi ambavyo niwahubiri kwamba mwanadamu ana sehemu tatu, ana mwili, ana roho, ana nafsi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tulisoma kwamba kwenye mwili kuna hisi 5. Milango 5 nafahamu. Kwenye roho kuna hisi 5. Kwenye nafsi kuna imani. Hapo tukasema mimi ninavyohubiri hapa sielezei habari ya roho, sielezei habari ya mwili, naelezea habari ya nafsi. Amen. Na nafsi ndio anakaa Roho Mtakatifu kwenye nafsi. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Kwa nini? Kwa sababu nafsi ndio mtu. Kwenye mbegu kiini ndio mbegu, ndio kinaota. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa anamaanisha kwamba kama mtu hapa hana mbegu kwenye nafsi, Roho Mtakatifu anaweza akaja huku kwenye roho ya kwake ya kibinadamu. Tutakuja kusoma, nabii anasema unaweza ukapata ubatizo katika roho na ukafanya kila kitu, miujiza na kila kitu. Lakini kwenye moyo ukiambiwa neno la Mungu unakataa, uamini. Kwa hiyo kuna ubatizo wa roho na ubatizo wa nafsi. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo hii nguvu aliwapa, lakini ilikuwa sio Roho Mtakatifu ndani ya nafsi. Kwa hiyo Yuda alikuwa na nafsi iliyokufa, lakini huku juu alipata nguvu za Mungu, ndio inaitwa upako. Ule upako na kila kitu alikuwa nacho huku juu, lakini kwenye nafsi hakukuwa nayo. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo sasa mimi ninaposema ubatizo wa Roho Mtakatifu kwetu sisi, sielezei habari ya roho ya kibinadamu, naelezea habari ya nafsi ya mwanadamu. Kwamba nafsi yako inabidi ibatizwe kwa Roho Mtakatifu, ndio unapata uzima wa milele. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa aliwapa nguvu kabla ya Pentekoste. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Lakini Pentekoste na kwenye ilishuka nguvu. Sasa anasema walikuwa wameokoka, walivyoitwa, walivyowaita walikuwa wameokoka, ndio wamehesabiwa haki.
lakini walikuwa bado hawajaongoka. Ndio maana kwenye Luka, hebu soma ndugu hapo kidogo. Luka sura 22 mstari wa 32. Luka 22 mstari wa 32. Luka 22. 33. 22 mstari wa 33. Sawa, Luka 22 mstari wa 33. Nasema hivi. Akawaambia, Bwana, niwapo pamoja nawe, mimi ni tayari kwenda gerezani au hata kifoni. Bwana, naona kama sio hapo. Luka 22 mstari wa 33. Luka 22:33. Ndio yenyewe. Au mimi nimekosea? Bwana Yesu abariki sana. Amen. Nimeandika hapo pale ninaposema Petro, utakapoongoka uwaimarishe ndugu zako. Bwana Yesu abariki sana. Hebu niangalie hapa kwangu. Petro, utakapoongoka uwaimarishe ndugu zako. Luka 22 mstari wa 32. 32. Lakini nimekuombea wewe ili imani yako isindike. Nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Amina. Ndio hapo. Hasa nabii ndiye anasema hapo, tunasoma anasema, unaona waliokolewa, yani kuhesabiwa haki, lakini walikuwa bado hawajaongoka. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo kuongoka ni kitu kingine na kuokoka ni kitu kingine. Kwa hiyo ukiokoka inabidi usafiri mpaka uongoke. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Ni mchakato. Kwa hiyo hapa akawa anasema kuongoka, anataka kuonyesha kwamba kupata ubatizo wa Roho Mtakatifu walipopata ndio wakawa wameongoka. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Ukiwasoma hapo walikuwa wanaogopa, ndio Petro alisema utanikana mara tatu, alimwambia yule nani, utanikana mara tatu Petro. Petro alisema sitakukana. Na Petro alimkana. Na pale wakati anaomba alisema mmeshindwa kukesha walau saa moja kwa maombi. Kumbuka hapo ndio wamehesabiwa haki, wametakaswa. Bado Roho Mtakatifu hajaja. Petro sasa sitakukana, lakini akamkana. Lakini baada ya kupata Roho Mtakatifu Petro akawa na tabia kama za Yesu. Walimsulubisha Petro, nasikia kwenye historia wanasema kichwa chini miguu juu. Walitaka wamsulubishe kama Yesu. Petro akasema, Bwana, msinisulubishe kama Bwana wangu. Nyinyi nisulubisheni kichwa chini miguu juu. Petro akimbii. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Ni baada ya kuongoka akawa tayari akimbii. Yule Petro alikuwa hawezi kuomba, akawa naomba kwa Kornelio kule, aliomba mpaka akazimia. Alifunga na kuomba. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo mambo mengine unakuta tunashindwa kuomba, ujiulize, je, una Mungu? Una Roho Mtakatifu kweli wewe ambaye unalalalala uombi? Bwana Yesu abariki sana. Labda unakuwa ni sawa na Petro kabla hajaongoka. Bwana Yesu abariki sana. Petro alipokuwa hajaongoka alikuwa hawezi kuomba, lakini baada ya Pentekoste Petro alikuwa muombaji mkubwa, anafunga, anaomba, anafunga, anaomba. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa niendelee hapa. Nianze tena pala 40, nianzie tena pala 40. Sasa akawapa nguvu za kuponya wagonjwa, kutoa pepo, kufufua wafu. Nao wakarudi wakifurahi, na majina yao yalikuwa kwenye kile kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Mwakumbuka jinsi tumeeleza hayo sasa, lakini hawakuwa wameongoka bado. Yesu alimwambia Petro usiku wa kusulubiwa kwake, akasema, nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Pala ya 41. Roho Mtakatifu ni kile, ameweka deshi. Yaani ameweza kuandika Roho Mtakatifu ni kile deshi. Unaamini hata uzima wa milele. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo hapa anasema Roho Mtakatifu ni kile deshi. Ana maana hivi, tunaposema na Roho Mtakatifu haina maana unaamini tu imeisha umeshaokoka. Unaamini na kuendelea paka unapata uzima wa milele. Amen. Haleluya. Nabii anasema vitu vyote vinaletwa kwa imani. Kwa hiyo ukiamini neno la Mungu, kwanza unatunga mimba kwenye moyo wako. 2, unapata unahesabiwa haki. 3, unapata utakaso. 4, unapata Roho Mtakatifu. Alafu unapata kukua, unapata zile sifa au tabia za kiungu. Imani zile 7. Ni Mungu anaishi ndani yako, unakuwa mtu mkamilifu. Kwa hiyo mchakato wote huo ni Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Ndio nasema Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni mchakato wote wa wewe kuzaliwa mara ya pili.
Kwa hiyo mtu kama ameamini alafu kaishi hapo, huyo sio muamini, imani yake imekufa. Kwa hiyo natakiwa aamini na kuendelea mpaka Mungu wote aingie ndani yake, tabia zote za Mungu ziwe ndani yake. Huyo ndio muaminio tunayemsema, ndio muaminio halisi. Sio anatafuta kitu fulani kamoja kwenye Biblia, akikamata hako ndio anakufa nako, mengine anaacha. Yesu alisema mtu hataishi kwa mkate tu, ila katika kila neno linalotoka kwenye kinywa cha Mungu. Kwa hiyo sisi ni waaminio wa neno lote. Bwana Yesu abariki sana. Yeye nani? Musa kipindi kile wako Misri kule, wanataka watoke, walichinja kondoo. Mungu alimwambia wale wasisaze hadi matumbo yake wale. Na yule mwana kondoo alikuwa ni kivuli cha ujumbe. Neno tunalohubiri leo ndio mwana kondoo halisi. Kwa hiyo anatakiwa aliwe, asisazwe. Amen. Kwa hiyo usichukue sehemu ya neno ukaamini nyingine ukaacha, unakuwa mzehebu. Uzehebu manake ni kuamini sehemu ya neno na sehemu nyingine unaiacha. Wewe ndio unakuwa mzehebu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Na bibi harusi manake wewe unaamini kila sehemu ya neno ni chakula chako, unakula wachi. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo unaposema mimi ni muaminio, maana yake wewe umepata ufunuo wa kwamba Yesu ni neno lote, na wewe kila alichosema Mungu na kila alichosema Yesu Kristo wewe unakula. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Haleluya. Ndio waaminio, sisi tunaamini hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo unaamini mpaka unapata uzima wa milele. Hivi Bwana Yesu abariki sana. Hebu nirudie tena pala 41, paragrafu 41. Roho Mtakatifu ni kile deshi, unaamini hata uzima wa milele. Lakini Roho Mtakatifu ajapo ni uzima wa milele. Unaamini deshi, wewe unazaliwa, unaamini deshi, wewe unazaliwa kwa Roho unapotakaswa. Lakini hujazaliwa na Roho hata Roho Mtakatifu akuingie. Hilo ni kweli. Mtoto ana uzima tumboni mwa mama, misuli midogo inatapatapa, ni uhai fulani, lakini ni uhai tofauti anapopumua pumzi ya uzima mapuani mwake, ni tofauti. Hivyo ndivyo ilivyo ni. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo anaeleza mtoto anapokuwa tumboni mwa mama anakuwa hana uhai fulani, lakini uhai aliyokuwa nao anapata msaada kutoka kwa mama. Ndio anapata msaada, sio kwa kutumia nguvu zake mwenyewe. Kwa hiyo kama mama anapokuwa na mtoto tumboni, Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Yaani hapa tunakwenda kuona kitu gani siku ya leo? Tunakwenda kuona hivi, mama anapokuwa mjamzito, anapofikia kujifungua, mama anakuwa sasa anapambana kusukuma ili mtoto azaliwe. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa huyo mtoto anazaliwaje wa kiroho? Wewe umefananishwa na mama. Kwa hiyo mama anatumia nguvu zake mtoto atokee. Kwa hiyo na wewe unapoamini neno la Mungu sasa, unapohesabiwa haki, nabii anasema kama ulikuwa mlevi inawezekana ukawa bado unatamani kunywa pombe. Kwa hiyo inabidi ukiona maeneo ya pombe ujizuie kwa nguvu zako. Kwa hiyo kama vile Biblia ilivyoandika ikaanza sheria alafu baadaye ikaja neema, na imani nayo inaanza kama sheria, inabidi uamini tu wewe, ujizuie kila kitu ambacho wewe hutaki unajizuilia. Bwana Yesu abariki sana. Ile tunasema kwamba inawezekana labda dada umeolewa, ulikuwa na mwanaume mwingine. Kwa hiyo kwenda kumweleza mume wako ni kifo. Bwana Yesu abariki sana. Yaani inabidi umweleze mume wako kwamba mimi nilikuwa na mwanaume nimekosea, naomba unisamehe. Kama atakusamehe sawa, kama hataamua kukusamehe basi akuache. Lakini ukifanya hivyo unapata uzima wa milele. Ndio hapo anasema mama anapozaa huwa anakufa. Na wewe ili uzaliwe mara pili inabidi wewe ufe. Kwa hiyo ukiona sasa mimi sina jinsi, inabidi nikaseme tu, maana yake wewe sasa umejitoa wewe ufe, Kristo aishi. Kwa hiyo uko tayari kujizalilisha na kusema lolote. Kama uliibia watu huko pesa,
Kwa hiyo inabidi uende kama nani alifanya, ni Zakayo. Aliwaambia watu wote niliowadhulumu nitawarudishia. Akaenda akaanza kuwarudishia watu waliowadhulumu. Sasa Zakayo angekuwa anaona sasa wataniona mimi mheshimiwa mwizi, pale angekuwa hajafa. Yaani hapa naelezea kwamba ili uzaliwe mara pili lazima ufe. Kufa maana yake ni wewe kujitoa njiani. Wewe kuna vitu ambavyo unaona ukivifanya unajidhalilisha, lakini vile vitu Mungu anakuambia uvifanye. Hasa kama uvifanye unaogopa. Watu wengi wanapenda sasa wasiende kumuomba msamaha mtu aliyemtendea hayo mabaya, wanataka waende kumwambia Mungu. Mungu naomba unisamehe, sijui nifanye. Nabii anasema Mungu akusamehe kwa sababu ukumtendea kosa yeye. Kama niliiba kwako, nilikuibia wewe, sijamwibia Mungu. Kwa hiyo inabidi nije kwa ndugu Jackson nimwambie bwana nilikuibia nisamehe, kama kile namrudishia kama sina na mimi na neno nasema mimi ndio mwizi wako bwana, sijui utanifanyeje. Unajipeleka tu. Bwana Yesu abariki sana. Hasa ukiona una uwezo huo, maana yake wewe tayari umekufa ili Kristo aishi. Ukiona hauna uwezo huo, maana yake kwamba wewe bado uko hai. Sijui inaeleweka. Kwa hiyo huko kwenda kutengeneza kwa mtu kusema maovu yako, Bwana Yesu abariki sana, kutubu huko sasa ni kifo. Ndio pale anasema mbegu ili izae lazima ife ili izaliwe tena. Na wewe ili uzaliwe mara ya pili inabidi wewe ufe, Kristo azaliwe. Kila kitu ulichonacho kibaya ambacho sio neno la Mungu unakisahihisha. Ukisahihi kwa Mungu, kwa yule uliyomkosea. Kwanza Mungu ni mtu. Kwa sisi tunahubiriwa hivyo, si ndio? Kwamba Mungu anaishi ndani ya mtu. Utasemaje unampenda Mungu usiyemuona wakati jirani yako unamchukia? Haleluya. Mimi nasema nampenda Mungu wakati nimekukosea wewe, afu naenda kuomba kwenye hewa nasema Mungu, wakati Mungu anaishi ndani ya watu. Kwa hiyo mimi sasa kama nampenda Mungu, kama vile vile inabidi kumpenda jirani ndio kumpenda Mungu. Bwana Yesu abariki sana. Inabidi niende kwa huyo mtu niliyemkosea nimwambie nitubu kwake. Bwana Yesu abariki sana. Pale ni kusukuma, pale ni matendo ya kuonyesha sasa huyu sasa hana imani bila matendo. Matendo yanafanya kama ukiona anafanya hata watu wakiangalia sema huyu kuna kitu kiko ndani. Huyu kishabadilika. Ni ushuhuda hata kwa watu. Hata unayemwambia umemkosea, si ajabu ile kosa unaliona kubwa akakusamee, akashangaa kitu hajawahi kuona cha namna hiyo. Ukashangaa naye akaenda akaanza sema jamani sijawahi kuona imani kama ya namna hii. Yaani mtu aliniibia. Bwana Yesu abariki sana. Mtu alinichukulia mke wangu, amekuja kwangu ametubu. Amejisema waziwazi, ukashangaa naye kaamini. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Nabii anasema hatuoni Mungu kwa sababu ya dhambi zisizotubiwa. Watu wana mambo wameficha kwenye mioyo yao, hawataka kuyatoa. Yale mambo uliyoficha ndio wewe uhai wa kwako, uhai wa muda. Ukingangana hivyo ukaondoka, mbingu hauioni. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo kabla hatujatoka kwenye mwili huu, nabii anasema kabla roho haijatoka sasa kwenye mwili huu, anasema bado hatujavuka mstari wa rehema. Ukivuta pumzi yako ya mwisho, pale umevuka mstari wa rehema. Baada ya kifo hukumu. Kwa hiyo tunahubiriana sasa hivi ili watu watengeneze sasa hivi. Amen. Wakati tuko kwenye mwili, kwa sababu tunaingia mbinguni tukiwa tuko ndani ya mwili. Ukiwa umetoka kwenye mwili, safari ya mbinguni imeisha, tayari wewe ni kuzimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Imani bila matendo imekufa. Bwana Yesu abariki sana. Pala 42. Ndugu yangu mpendwa, Methodist na Pilgrim Holiness na Mnazalini, ubatizo wa Roho Mtakatifu ni tofauti na utakaso. Utakaso ni kusafishwa ambako ni matayarisho ya uzima, lakini Roho Mtakatifu ajapo ni uzima. Matayarisho ni kusafishwa kwa hicho chombo. Roho Mtakatifu ni kukijaza hicho chombo. Utakaso maana yake ni kusafishwa na kutengwa kwa ajili ya matumizi, na Roho Mtakatifu ni kukitumikiza. Wewe u chombo machoni pa Mungu, amekisafisha. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo hapa anaonyesha kwamba ubatizo wa Roho Mtakatifu ni tofauti na utakaso. Utakaso ni tofauti na kuhesabiwa haki. Kwa hiyo mtu anaweza akahesabiwa haki asitakaswe.
Kwa hiyo kama kaamini, tuseme kwa mfano mtu anasema ukiamini tayari umezaliwa mara ya pili, umeenda mbinguni. Kwa hiyo hapa naona ukishaamini tu pale unakuwa umehesabiwa haki. Alivyowaita aliwahesabia haki. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo ukibaki hapo hapo umekufa. Kwa sababu inabidi uendelee utakaswe. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo ukitakaswa, ukibaki hapo hapo na utakaswa, umekufa. Bwana Yesu abariki sana. Inabidi uendelee mpaka upate ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ukipata ubatizo wa Roho Mtakatifu tayari umepata uzima wa milele. Tayari wewe umefika. Bwana Yesu abariki sana. Hapo inatakiwa tabia sasa ziongezeke tu za Kristo, ziendelee ndio kukua kupata zile tabia za kiungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo huo ndio mchakato wa kuzaliwa mara ya pili. Kwa hiyo unaweza ukahesabiwa haki usitakaswe, na unaweza ukatakaswa usipate Roho Mtakatifu, lakini haiwezekani ukapata ubatizo wa Roho Mtakatifu bila utakaso. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Haleluya. Sasa wengine inawachanganya hapo ninaposema hivi, wanaona sasa mbona kuna watu wanapata Roho Mtakatifu kabla hawajabatizwa? Kwa sababu hisia zetu wote tunakuwa kwamba ukishaamini tukakubatiza sisi waaminio tunaona ndugu amehesabiwa haki. Sasa tukupaka ubatizo. Sasa unakuta kama Kornelio kabla hajabatizwa amepata Roho Mtakatifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa haina maana Kornelio akutakaswa, haina maana hiyo. Kama hujapata utakaso haiwezekani kupata ubatizo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu abariki sana. Ila inawezekana ukawa wewe umetakaswa kabla hujabatizwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Nikiwa na maana gani? Wakati Luther anahubiri ilikuwa ni kipindi cha kuhesabiwa haki. Watu walihesabiwa haki kabla hawajabatizwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu abariki sana. Ikaja wakati wa John Wesley ilikuwa kipindi cha utakaso. Watu walihesabiwa, walitakaswa kabla hawajapata ubatizo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu abariki sana. Azusa Street ilikuwa ni ubatizo wa Roho Mtakatifu unashuka. Bwana Yesu abariki sana. Lakini watu sasa walipata hivyo vipawa na karama, lakini hawakuwa na neno. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Haleluya. Sasa wakati wetu ni neno. Bwana Yesu abariki sana. Au kwa namna nyingine, wakati wa Azusa Street inawezekana mtu akapata Roho Mtakatifu kabisa kwenye nafsi, kwa sababu ni kipindi cha Roho Mtakatifu. Bwana Yesu abariki sana. Anapata Roho Mtakatifu kabisa kwa sababu kanisa lilianza na kuhesabiwa haki, lilikuja na utakaso, likaja na ubatizo wa Roho Mtakatifu, ndio neno likaja mwishoni na ndugu William Marion Branham. Hasa kipindi cha ndugu William Marion Branham, yeye ameleta neno. Sasa huyu wa Azusa aliyepata Roho Mtakatifu wa kweli, akisikia ujumbe wa Branham anaamini, kama vile Kornelio alivyokuwa amepata utakaso, alikuwa mtu mwenye haki, anatoa sadaka. Ukifuatia maisha yake alikuwa safi. Amen. Hadi Mungu akampenda, akatuma malaika, akasema sala zako na sadaka zako zimefika mbele zako. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Lakini jambo moja bado hujalitimiza. Nalo hili, kuna mtu anaitwa Petro. Bwana Yesu abariki sana. Na wewe kama ulikuwa Mpentekoste, inawezekana ulikuwa na Roho Mtakatifu wa kweli. Ndio maana Mungu akakutumia muaminio, huyo ndio Petro. Kwamba huu batizo, hivi vipawa na karama ni cha ukweli, lakini bado jambo moja tu. Kuna ujumbe anao Petro. Kuna ujumbe anao ndugu Wilfred, kuna ujumbe anao ndugu Lakson, kuna ujumbe anao ndugu Gabrieli. Bwana Yesu abariki sana. Huo bado nenda atakueleza. Kwa hiyo ukienda sasa, Petro akasema nini kinazuia maji hao wasibatizwe? Watu walipokea Roho Mtakatifu kama sisi, akahubiri wabatizwe kwa jina la Yesu, wakabatizwa. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo mtu aliyepata ubatizo wa Roho Mtakatifu wa Azusa, aliyeamini ujumbe baada ya kuhubiriwa, huyu ana Roho Mtakatifu wa kweli. Kwa hiyo inawezekana kwa sababu amekuwa ni mtu mnyofu tu. Lakini kama anakataa ujumbe, tunajua ni mapepo. Zile nguvu alizokuwa nazo ndio kama Yuda tu alivyopewa pale kabla hajafikia Pentekoste. Bwana Yesu abariki sana. Kwa sababu Yuda ndiye anapinga neno. Sasa haiwezekani mtu akapata ubatizo wa Roho Mtakatifu akiwa hajatakaswa, akiwa hajahesabiwa haki, akiwa hajatakaswa, haiwezekani. Lazima mchakato huu apitie. Hawezi kuruka tu. Bwana Yesu abariki sana. Lazima apitie mchakato wa kuhesabiwa haki, kutakaswa, ndio apate ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo anaweza akapitia hivyo vipengele kabla hajabatizwa
ubatizo kwa jina la Yesu. Sasa sisi waaminio, sisi tunaangalia kwa macho haya, hatuoni moyo wake. Sisi tunaangalia tukamtumbukiza kwenye maji, tunajua huyu kaamini. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hebu niendelee. Para ya 43. Nasi twaona kuwa Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe ndani yako. Mungu alikuwa juu yako katika ile nguzo ya moto pamoja na Musa. Mungu alikuwa pamoja nawe katika Yesu Kristo. Sasa Mungu ako ndani yako katika Roho Mtakatifu. Si miungu mitatu, Mungu mmoja akitenda kazi katika afisi tatu. Kwa hiyo hapa anafananisha kuhesabiwa haki, kutakaswa, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ndio anafananisha sawa na Mungu juu yetu Baba alivyovaa mwili akazaliwa na Mariamu kwa Mungu pamoja nasi. Siku ya Pentekoste akaja ndani yetu. Anasema sio nafsi tatu, ni nafsi moja, lakini akifanya kazi huyu Mungu kwenye ofisi tatu. Kama vile mtoto, nilipozaliwa nilikuwa mtoto, nikawa baba na kuwa babu. Lakini sio watu watatu. Na hiyo upatana kwa habari moja inanena habari za mtu mmoja kuhesabiwa haki, kutakaswa, kupata ubatizo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa nitaka tuangalie sehemu nyingine alafu tumalize. Bwana Yesu abariki sana. Maneno haya, hebu soma kitabu hiki cha Warumi sura ya 3 mstari wa 28. Warumi sura ya 3 mstari wa 28. Basi twaona ya kuwa mwanadamu huhesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapa nasema mwanadamu huhesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria. Bwana Yesu abariki sana. Tumepata wahubiri wanaohubiri kwamba tunahesabiwa haki kwa imani, tunaingia mbinguni kwa neema, tunaokolewa kwa neema. Wanafuata mstari huo kwamba hatuhesabiwi haki kwa matendo. Nataka niweke vizuri, nabii kaiweka vizuri. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo hapa tunaona Paulo anasema tunahesabiwa haki kwa imani bila matendo. Sasa pale kuna kitu wanakisahau, inabidi wamalizie matendo ya sheria ndio inaeleweka. Bwana Yesu abariki sana. Alafu hapa Yakobo anasema kwamba imani pasipo matendo imekufa. Bwana Yesu abariki sana. Haya mambo yanakuje? Hawa watu wanapingana, Paulo na Paulo wanapingana. Yaani haya maneno ni kama vile ubatizo kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu na ubatizo kwa jina la Yesu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Mtu mwingine anaona vinapingana. Sasa na hapa Paulo ukiangalia kwa jicho fulani unaona Paulo wanapingana na Yakobo. Yakobo anasema imani pasipo matendo imekufa. Paulo anasema hatuhesabiwi haki kwa matendo ya sheria. Tunahesabiwa haki kwa imani. Haleluya. Amen. Hasa hapa ina maana gani? Haleluya. Amen. Nimekutana hata kuna imani na ndugu, sisi tuko huru bwana. Sisi hatuko kwenye sheria bwana. Sheria ilikuwa kipindi cha Musa. Musa ndio alikuwa mtu wa kisheria. Mnasema wanawake wasikate nywele, mambo ya sheria hayo. Wanawake wasivae suruali, tuletea sheria. Sasa hizi mambo ya sheria tumepita kabisa. Sasa tuko kwenye agano jipya, ni neema, sasa tuko huru. Mwanamke anaweza kavaa suruali, anaweza kakata nywele tu, na mwanaume anaweza kavaa kikaptula kimeishia hapa. Kwani zamani si walikuwa hata Adam mwenyewe alivaga ngozi ya wanyama akavaa na majani tu akawa nani? Na watu walikuwa wanavaa vinguo tu mnazima wanatembea uchi. Kwani ilikweje? Hapo anasoma lile andiko anasema hakuna dhambi pasipo sheria, hakuna dhambi. Kwa hiyo kuna zamani ambapo sheria haikuwepo. Wale watu sasa ilikweje? Si waliishi tu. Nimepata imani za hivyo. Bwana Yesu abariki sana. Sisi tumesema sisi ni waaminio wa neno lote. Nataka tutembee hapo. Je, inakueje mtu anahesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria? Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Amen. Sasa iko hivi. Wakati wa Torati, kipindi cha Musa, watu walikuwa wamepewa sheria na Musa. Wale watu waliopewa sheria na Musa walikuwa hawana Roho Mtakatifu ndani yao. Roho Mtakatifu ni uweza unaokufanya uitimize sheria pasipo masharti. Hivi polisi wanatuambia tii sheria bila shuruti. Haleluya. Kwa hiyo una uweza fulani wa Mungu ambao ukikaa ndani yako unatii sheria bila shuruti. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Hata inaonyesha kwamba uhuru
pasipo sheria sio uhuru. Tunasema tuko uhuru, lakini kuna katiba iko. Sasa ile katiba ni uhuru. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo uhuru lazima uwe na sheria. Kwa hiyo tunaposema kwenye neno la Mungu tuko uhuru, haina maana sasa wewe unaweza ukafanya lolote, unaweza ukatembea uchi sawa. Haina maana hivyo. Bwana Yesu abariki sana. Maana yake ni hivi, kwa sababu Agano la Kale kipindi cha Musa kulikuwa Roho Mtakatifu akai ndani ya watu, maana uwezo wa kuwawezesha watu kuishi ile sheria haupo. Lakini huku nje wanaambia nyinyi ti sheria. Wamezaliwa kimwili, tabia zao ni asili yao ni dhambi, alafu wanaambiwa waishi maisha matakatifu. Kwa hiyo ukijitahidi kuishi hivyo ndio unaishi kwa matendo ya sheria. Lakini Agano Jipya sasa lilipokuja Yesu akaja, maana yake ukihesabiwa haki, ukatakaswa, ukapata Roho Mtakatifu, tayari Roho Mtakatifu ni asili ya Mungu ambayo inakuwezesha wewe kuishi sheria bila shuruti. Amen. Niseme hivyo. Amen. Hasa kama ni uwezo wa Mungu na kuwezesha wewe kuishi sheria bila shuruti, hiyo sasa sio imani ya sheria kwako. Wewe haufai kuwekewa sheria. Sheria kwako haina nguvu kwa sababu wewe una Mungu. Amen. Wewe hautaiba, wewe hautatembea uchi kwa sababu kuvaa vizuri nguo za kujistiri ni asili yako. Amen. Hayo ndio matendo tunayoyasema. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Hasa anaposema huwezi kuhesabia haki kwa imani kwa matendo, maana yake kwenye Torati wewe unajitahidi kuishi neno, kutii sheria ili uhesabiwe haki, wakati wewe uwezi. Bwana Yesu abariki sana. Agano Jipya ni kwamba sasa wewe unaomba Mungu, unasema mimi siwezi, naomba Bwana uniwezeshe. Ukipita huo mchakato ukajitahidi ukaomba Mungu, ukapambana, ukapata Roho Mtakatifu, Mungu amekuja ndani yako kukuwezesha. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Hasa unakuwa sio wewe. Yale matendo unayofanya unakuwa sio wewe, inakuwa ni Mungu ndani yake. Unaanza kusema kama Paulo, sio mimi ninayoishi bali Kristo ndani yangu. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Hatuwezi kukaa na kanisa eti halina sheria, eti watu wanaenda. Na mtu kama hana Roho Mtakatifu hata hapa kwetu inabidi aishi kwa sheria. Sheria ipo kwa watu wasio na Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa hiyo watu kama hawana Roho Mtakatifu wataharibu, yani ni wabaya. Ndio mwanadamu ambaye hana Roho Mtakatifu anakuwa kama nyoka. Eden, nyoka alikuwa mwerevu na mjanja kuliko wanyama wote. Nabii wetu anatuambia mwanadamu akikosa Roho Mtakatifu anakuwa mbaya kuliko mnyama, kuliko simba. Ni kiumbe kibaya sana. Ni mnyama mkali, mjanja, mwerevu, muuaji, ni katili kuliko wanyama wote. Bwana Yesu abariki sana. Ili mwanadamu awekwe sawa inatakiwa apate Roho Mtakatifu, ndio anakuwa kiumbe kizuri cha kuvutia. Kwa hiyo mwanadamu akikosa Roho Mtakatifu inabidi aishi kwa sheria. Na ndio maana ingawa sheria, hata serikali yetu haiamini Mungu, lakini bado inaweka sheria. Kwa sababu inajua hawa watu inabidi waende kwa sheria. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Nadhani imeeleweka. Kwa hiyo ndio utofauti wa Yakobo pamoja na Paulo. Yakobo alikuwa anasema kile mwanadamu anachosema. Mimi kama unaniambia na imani, mimi sioni moyoni mwako. Kwa hiyo mimi ili nione wewe una imani napasa nione matendo. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Ndio mimi naona na imani. Ibrahimu alihesabiwa haki kwa imani, lakini tuliona anachukua Isaka anaenda kuchinja. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Na hii kumchukua Isaka kwenda kuchinja ni nguvu fulani kuwepo ndani yake, asili yake fulani ambayo inasema huyu hili neno la Mungu tu. Ingawa Isaka anampenda, lakini Mungu kasema kama wewe kuna katoto kako huko ndani, katoto kishetani, katabia kabaya, kapepo fulani ambako hako sasa inabidi ukaue. Bwana Yesu abariki sana. Yaani kwamba hako katabia wewe unakaona kazuri. Natoa mfano, Isaka alikuwa mzuri sio mbaya, ila natoa mfano ili nieleweke vizuri. Katabia fulani wewe unakapenda, lakini Mungu anasema hako katabia inabidi ukaondoe. Kwa hiyo inabidi uwe kama Ibrahimu, ukaondoe tu ukaue. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Imani pasipo matendo imekufa. Sasa kuna mengi ya kusoma hapa, lakini nisome hapa kwenye Yakobo tena sura ya kwanza mstari wa 22 na 23. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 22 na 23.
Lakini wewe ni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya na kusema. Kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu, wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. 24. Hebu umesoma 23, basi ishia tu hapo hapo. Bwana Yesu abariki sana. Umeona anasema lakini iweni watendaji wa neno, si wasikilizaji tu. Maana mtu ambaye yeye atendi neno ni sawa na mtu anayejiangalia katika kioo uso wake, akajiona jinsi alivyo, kama ana matongotongo au hajapiga mswaki au kuna shida fulani usoni mwake, alafu amejiona alafu anaondoka tu. Lakini mtu anapokuwa mtendaji wa neno ni mtu aliyejiangalia uso wake akajisafisha. Bwana Yesu abariki sana. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu tumeambiwa hapa, tunajifunza wakati wote kwamba neno la Mungu ndio mbingu. Bwana Yesu abariki sana. Yaani hapa tuko duniani, unaweza ukajiangalia kama wewe uko mbinguni. Bwana Yesu abariki sana. Kule mbinguni tunaambiwa kuna mwili wa neno unatungoja. Huo tunaousoma kwenye Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 3. Kuna mwili unatungoja, baada ya kutoka kwenye mwili huu tunaenda kwenye mwili ule. Tunaambiwa hivyo. Sasa ukiwa duniani hapo unaweza kujiangalia kama uko mbinguni. Kuna mwili wako huko mbinguni. Sasa unajiangalieje? Ule mwili ni neno. Na kama utaishi kwa kutii neno la Mungu, nabii wetu anatuambia kama utaishi kwa kutii neno la Mungu, hakuna njia yoyote ya kukufanya wewe utii neno la Mungu pasipokuwa na mwili kule. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo ukiona unapambana unatamani kuishi neno la Mungu, ina maana kuna mwili huko ng'ambo ya pazia. Ni sawa na mama ambaye ana mtoto tumboni. Sasa yule mtoto anataka mama atoke, anasukuma yule mtoto atoke. Kwa hiyo na wewe kuna mwili wako huko unakubidisha wewe kutafuta Mungu. Unatafuta Mungu, unataka kuishi neno. Hasa ukafikia kutembea sawa sawa na neno la Mungu, maana yake wewe unaishi neno, na kinachokuwezesha kuishi neno ni kwamba uko ng'ambo ya pazia la wakati. Kule mbinguni wewe upo. Sasa ukiona unatii neno, ukiona unaambiwa fanya hivi unafanya, na huna amani mpaka utengeneze, maana yake wewe uko mbinguni. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Kwa hiyo hapa tuko tunajiangalia kwenye kioo. Jumbe pamoja na Biblia ni kioo. Kwa hiyo kwenye Biblia inasema pale kwenye kiti cha enzi kuna bahari ya kioo kabla hujafika, kama unasoma Biblia. Mbinguni. Bahari ya kioo ile, usifikiri kitu kingine. Bahari ya kioo ni neno. Kabla hujafika mbinguni, hujavuka hapa ng'ambo, hapa kuna bahari ya kioo. Kwa hiyo inabidi uvuke hiyo bahari ya kioo uingie mbinguni. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo bahari ya kioo hiyo ni neno la Mungu. Neno la Mungu ni kioo cha kujiangalia kama wewe ni neno. Bwana Yesu abariki sana. Na kule mbinguni sisi ni neno. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo sasa wakati tunao ishi huu ni wakati wa kujiangalia na kujichunguza maisha yetu na neno. Kama yako sawa na neno, ina maana sisi mbinguni tupo. Kama hayako sawa na neno, sisi mbinguni hatupo. Na kama matendo yako ni mabaya, unajiona unavuta kufanya uovu, na uwezi kuishi maisha ya matakatifu ya kumpendeza Mungu, na uwezi kutii neno lake, na uwezi kutengeneza, kuna mambo inapasa utengeneze, unajisikia uwezi na uwezi kabisa, maana yake wewe kuna mwili wako wa mzuka upo kuzimu. Ndio unaitwa mzimu. Na wenyewe unakungoja ukitoka kwenye mwili uende. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo watoto wa Mungu ni dhahiri na wana wa ibilisi nao ni dhahiri. Tunatambulishana kwa ujumbe unaohubiriwa na wewe unajiangalia. Na nabii wetu alisema hivi, mimi mnaniona hapa niko na hubiri. Bwana Yesu abariki sana. Hapa mimi ni malaika nasoma majina kwenye kitabu cha uzima. Vile ambavyo watu wasema mbinguni kutakuwa na malaika wanasoma kitabu cha uzima kama jina lako limeandikwa, sasa na mnafunuliwa leo hii. Ni mimi hapa nawasomea majina kama yapo. Bwana Yesu abariki sana. Tunasomaje majina ya mbinguni kama yako kwenye kitabu cha uzima? Hicho kitabu ni Biblia hii. Hicho kitabu ni jumbe za ndugu Branham zinazofunua Biblia pamoja na Biblia. Kwa hiyo kule mbinguni sisi ni neno. Kwa hiyo unapohubiriwa anasema unapojiona tabia zako ni sawa na neno la Mungu, maana yake wewe upo mbinguni. Amen. Jina lako limeandikwa. Tunasoma matendo yetu kwa tabia za kiungu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Barikiwe sana.